TV. Kwa siku ya leo tumebahatika kukutana na kocha wa Baraka Mosa ambaye hapo zamani ilikuwa ikiitwa Tuve X. Ni kocha ambaye alishawahi kukaimu kwenye timu kadhaa ambapo alianza kwenye CD Shabab, akapita kwenye timu ya FC Bilombe na sasa hivi anakaimu kwenye timu ya Baraka Mosa ambayo hapo zamani ilikuwa ikiitwa Tuve X. Kocha, habari yako? Salama. Unaendeleaje? Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Hongera na pole kwa majukumu ya kazi. Asante sana kiongozi. Ulipotoka kwenye timu ya FC Bilombe ukaja kwenye timu ya Baraka Mosa, nini ambacho ulitazamia kukianza kwenye timu ya Baraka Mosa? Kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa iko chini ya kiwango sana, na ulipoishika ilikuwa kwenye changamoto kadhaa. Na hapo awali hapo nyuma ilikuwa ikiangukia kwenye hatua za makundi, lakini pili ilikuwa ikiangukia kwenye hatua za 16 bora. Sasa hivi umeivusha mpaka kwenye hatua ya 8 bora. Ndio. Ni yapi mafanikio ambayo umeyaona hadi sasa, na ni wapi ambapo umeitoa timu na mpaka sasa nini cha kujisifu kwa wachezaji wao kwa pamoja na benchi lako? Asante sana kiongozi au mtangazaji. Kwa lugha nyingine niseme tu kwamba karibuni kwanza kuja kunitembelea. Asante. Mimi kwa majina naitwa Juma Mwamba, na kama jinsi alivyoongea ndugu mtangazaji pale kwamba kufuatana na timu ya Baraka Mosa, mimi nilishafunza timu nyingi sana paka mbele. Kama jinsi ulivyoongea, nilipita CD Shabab, nikatoka CD Shabab nikaenda BCC, toka BCC watu wa Bilombe ndio wanakuja kuniona sasa moja kwa moja. Lakini samani, hakuna kipindi ulishowahi kuwa kocha wa maendeleo kama? Ndio, kuna kipindi niliingia kwenye mkataba, lakini kuna vitu ambavyo tulikuwa bado hatujamalizana kabisa. Na baada ya hapo nikaenda BCC, kutoka BCC watu wa Bilombe wakuja kunitafuta. Uongozi wa timu ulikuja kuniona kwamba kocha tunahitaji uje usaidie timu kwa kipindi hichi. Basi moja kwa moja tuingia kwenye mkataba na tukaanza kuifunza timu ya Jeshi ya Bilombe. Na baada ya watu wa Baraka Mosa kuona hivyo kwamba hapana, yule kocha anatufaa sana, anatakiwa aje tupate saini yake ili aje atusaidie, ili na sisi tuone kwamba timu yetu inaweza kuwa timu ya mashindano. Moja kwa moja wakapata saini yangu na nikaja kuja kuwasaidia, na mpaka jinsi mnavyosikia timu ya Baraka Mosa ina strength kwenye ulimwengu kufuatana na mafanikio ya mimi mwalimu. Asante sana. Ni changamoto ipi iliyokutoa kwenye timu ya FC Bilombe mpaka ukaja kwenye timu ya Baraka Mosa? Ndio kiongozi, nimeshukuru sana, swali nzuri. Timu ya Bilombe ni timu nzuri ambayo nimeipenda, lakini changamoto ambazo nimepitia pale ni kufuatana, unajua viongozi wetu wana tatizo kubwa sana ambao wanaongoza timu zetu za paka mbele. Na kwamba wewe mwalimu ukimwambia bwana, ona matatizo ya timu kwa sehemu fulani tufanye hiki, ni kwamba yeye anashindwa kufuata yale maagizo ya mwalimu, na wakati mwalimu ndio kila kitu kwenye timu. Na kwamba mwalimu akikwambia bwana tufanye hichi, kwa sababu mwalimu akikwambia kwamba tunakosa wachezaji, tunakosa vifaa, tununulie vifaa, kwa sababu mpira kwanza ni vifaa. Ukiwa na vifaa, ukiwa na wachezaji wazuri na mwalimu mzuri, utafanya vizuri. Sasa pale changamoto ambayo nimepitia, viongozi wangu pale nikamwambia bwana nahitaji nipate vifaa pamoja na wachezaji. Ilikuwa ananipiga makona tu, subiri kocha atakuletea vifaa 1 2 3. Hata vitu kama na vile nikaona kwamba tunashindana, kwa sababu mimi ndio mwalimu wa timu na mimi ndio naona madhaifu ya timu kwa sehemu gani. Ina maana kwa namna moja au nyingine hizi habari ambazo baadhi ya wanasoka eza mashabiki wanazoongea kwamba kufuatana na mafanikio ambayo umeyapata huko kwenye timu ya Baraka Mosa, na tukiangalia hapo awali matatizo ambayo umepitia, hizo changamoto ambazo ulipitia kwenye timu ya FC Bilombe, inaonyesha kwamba kamati yako ya utendaji ndio ina makosa. Ndio. Asante sana. Sasa kufuatana na hivyo, umekulia kwenye vijiji vya timu ya FC Bilombe. Ndio. Ambayo ni G ya kwanza. Ndio. Lakini pamoja kwamba na hivyo uliwahi kuwa mchezaji kwanza wa timu ya CD Shabab. Ndio. Na ukaja kushika hadi kwenye nafasi ya ukocha. Ndio kiongozi. Hakuna changamoto yoyote ambayo unaipata baada ya kuiangusha timu yako ya zamani Bilombe? Ni kweli na changamoto ambayo nazipitia kwa muda huu, kwa sababu mashabiki wenyewe yani changamoto ni nyingi sana. Au kocha alikuwa kocha wetu, kwa nini unaweza kubali uje tuangushe? Niambia hapana, hii ni soka na mimi ni mwalimu na hii ni kazi yangu na ni majukumu yangu. Kwa hiyo mimi nimeenda pale kwa ajili ya kuonesha talent zangu mimi. Kwa hiyo mimi siende pale kwa sababu niko mshabiki kama nimekulia kwenye hicho kijiji, au mimi nilianza kufunza timu hii baada kasajiliwa na timu nyingine afu ndo niachia hapa. Inatakiwa nionyeshe talent yangu kwamba pale ambako nimeenda na pale ambako nimetoka kwamba mimi nina uwezo fulani. Na ndio maana nilionyesha ule uwezo wangu kwamba mimi ni mtu ambaye nilikuwa nimewafaa pale kwenye timu ya Jeshi ya Bilombe.
kipi ambacho unaweza ukawashauria watu ambao wanaweka uzalendo sana mbele kuliko biashara? Tuseme kwanza mpira ni biashara. Ndio kiongozi. Lakini kutokana na mazingira yetu, aidha tabia zetu ambazo tulijijengea, tulijengea tabia za kwamba mtu hawezi akatoka kwenye timu fulani kwenda kwenye timu nyingine kwa sababu ya amekulia kwenye kile kijiji, ni mtoto wa kile kijiji. Lakini tukiangalia ulimwengu wa sasa, mpira kabisa ni biashara. Kuna kitu cha kuwashauria watu kama na hao ambao hawataki kutoka kwenye timu moja kwenda kwenye timu nyingine? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali nzuri tena. Ni kweli kitu ambacho mimi nataka niwashauri tu wadau wote wanaendelea kutufuatilia kwenye TV yetu ya King Villa TV ni kwamba mpira wa sasa mshabadilika, sio kama mpira wa zamani. Hapana. Mchezaji akijisikia kwamba mimi naenda kwenye timu fulani, natakiwa muachie kwa sababu kule utakuwa mafanikio yake. Kwa sio bania mchezaji tu, mimi mchezaji wa Bilumbi, mimi mchezaji wa Baraka-Mosa, au sio mimi mchezaji wa Kia au Young Boys au G1. Hapana. Mchezaji akijisikia kwamba nataka nibadilishe kwanza mazingira, mnamwachia nafasi kwa sababu labda hapa ndio kutakuwa mafanikio yake. Kwa hiyo mpira wa sasa sio kama ule mpira wa zamani, hapana. Mpira umeshabadilika. Zama zimeshabadilika kabisa. Na ndio maana hapa kambini kila timu ina uwezo kufanya kuchukua kombe. Ni wachezaji wangapi ambao umewacha kwenye timu ya FC Bilombe ungetaka wakufuate huko ili uweke nguvu zaidi? Asante sana kiongozi wangu. Moja kwa moja pale kuna Jean Kaula Keteni. Tukienda kuna Grader namba 3 pale. Tukiangalia pale kuna Nasri namba 6. Dogomulu pale pamoja na Jean Master. Hao ni wachezaji ambao kwa kweli nawahitaji sana, hata Rafael Varane namba 2 pale. Wachezaji ambao nawahitaji sana ili waje wanisaidie kwenye timu yangu ya Baraka-Mosa. Vizuri sana. Kwa upande wako kuifunga timu ya FC Bilombe ni mafanikio makubwa, ni mafanikio ya kawaida? Ni mafanikio makubwa sana kwa sababu kuangusha timu kama vile Bilombe hapa Kamini Nyarugusu ni mafanikio makubwa sana kiongozi wangu, kwa sababu sio kila timu ambayo inaweza kuangusha Bilombe kwenye nafasi kama ile pale, hapana. Kabisa. Na tukichukulia mfano toka kambi ianze kwa mara ya kwanza timu kama Baraka-Mosa hisi kuifunga timu ya FC toka 96 kabisa, hiyo ni kweli na ni halali. Kwa hiyo kwa upande mmoja au mwingine tuseme kwamba wewe ni kocha ambao umeleta mafanikio zaidi kabisa, kwa sababu hii timu nimekuta na changamoto kubwa sana, lakini baada ya mimi kuiona nikaitengeneza wachezaji kwenye mazoezi, kwa sababu kwanza shida kubwa ilikuwa mazoezi. Wachezaji walikuwa wanajibezi sana na mambo ya kiulimwengu, pombe nini, lakini mimi nikaweka chini, kaonesha mikakati ya mpira jinsi ilivyo, basi naweka kitu kimoja na wakaendelea kunisikiliza, na mpaka kwa sasa tunaendelea kupata mafanikio mazuri. Maana hata JRS hapa tulifikia mshindi wa 3 hapa. Nini ambacho wataki wachezaji wako wao wanakifanya kwenye mazoezi na kwenye muda wa kwenda kwenye mechi? Cha kwanza ni mimi wachezaji wangu wanafunza kwanza ni discipline, kwa sababu mpira kwanza unaomba nidhamu kabisa. Yaani ukiwa na nidhamu hakuna kitu ambacho kitakushinda, kwa sababu mchezaji anatakiwa na nidhamu ya ndani na nje ya uwanja, kwa sababu sema kuna nidhamu na kuna upendo moja kwa moja. Kwa kitu ambacho mimi huaga na washauri wachezaji wangu, kwanza heshima iwepo, yani nidhamu, na pia tuwepo na upendo, kwa sababu tukiwa na heshima na upendo utakuwepo moja kwa moja. Na vitu ambavyo huaga mimi nawakataza zaidi sana ni mambo ya wanawake na mambo ya pombe zaidi sana, kwa sababu ndio vitu vile ambavyo vinaharibu sana wachezaji wetu hapa kambini. Kwa sababu mchezaji akivua ligi ya kwanza ya pili na wanawake, pombe, anaanza kuvimba, sasa hivi mpira wake unafanya nini? Unaharibika moja kwa moja, na hiyo sio vizuri kiongozi. Ni nini ambacho umekiona kuna mabadiliko fulani ya kisoka kambini?